itaendelea. Tutakuwa pamoja kila mwisho wa mwezi. Shehia zote za wilaya ya Micheweni, shehia 25 zitakuwa zinasimama kufanya usafi wa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo miongoni mwa shehia ambao tutaiangalia kwa jicho la kipekee ni shehia ya Mtemani. Tufahamu kwamba tuna majaa yetu mawili makubwa. Kwa mujibu wa taarifa niliyoipata kwa Mheshimiwa Sheha ni kwamba jaa letu ambao tumefanya usafi leo, na washukuru sana, mmetoa mwitikio mkubwa na tumefanikisha kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia tunalo jaa letu la jirani. Tumetoa maelekezo kwa Mheshimiwa Sheha hapa, na ni ushauri mzuri ambao tumempatia, na yeye mwenyewe ameitikia ushauri huu. Tumekubaliana kwamba kila siku ya Jumamosi tutakuwa na usafi wa pamoja kwenye jaa letu hili, lakini tutakuwa na usafi wa pamoja kwenye jaa ambalo leo wako wachache ambao wamehudhuria, lakini Jumamosi ijayo watakuwa wengi zaidi. Tutakwenda kuunga nguvu za pamoja kule, tutakuwa tunaendeleza usafi wa kila Jumamosi. Sasa kwa sababu jambo hili si la kwangu, ni jambo la nchi, ni jambo la kitaifa, na wasimamizi wetu wapo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Wao wametoa maelekezo ambayo nataka niyatoe, kwamba wameungana na sisi katika hili, lakini maelekezo yao ni kwamba tuazimishe usafi wa mwisho wa mwezi, lakini sambamba na usafi wa mwisho wa mwezi, Mheshimiwa Sheha, tutakuwa na usafi wa kila Jumamosi mpaka tuhakikishe kwamba majaa yetu yako salama. Kwa maelezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Sheha ni kwamba tuna baadhi ya kesi za matumbo ya kuharisha kwenye shehia hii. Katika miongoni mwa shehia ambazo zimeathirika na matumbo ya kuharisha ni pamoja na shehia ya Mtemani. Sasa tusiliruhusu jambo hili watu wengi wakaendelea kupata athari ya matumbo haya. Tukumbuke kwamba matumbo haya yanasababishwa na uchafu ambao umeenea katika mitaa yetu, na huwezi kupata matumbo ya kuharisha kama hujala kinyesi, kwa mujibu wa taarifa za kitaalamu. Sasa vinyesi vinasambaa kwenye majaa yetu haya, watu watumie vyoo. Vyoo tunavyo, tutumie vyoo. Kwa wale ambao hawana vyoo, kutakuwa na mkakati maalum ambao tutahamasishana watu wajenge vyoo na kuvitumia. Mkakati huu utatusaidia sisi leo na kesho, kwenye kizazi kijacho tutakuwa tuko salama. Si jambo la busara sana kwamba watu wanaacha shughuli zao za kiuchumi na za kijamii, watu wanalazwa mahospitalini kwa sababu eti ya matumbo ya kuharisha. Kumbe solution ipo, ni usafi tu. Sasa tufanye usafi wa pamoja. Hakuna halmashauri au kikundi fulani kitakachotoka maeneo fulani kuja kutufanyia usafi. Ni lazima tuungane pamoja sisi kama wanajamii, tuone kwamba jambo hili ni letu. Na sisi tupo, tutasimamia usafi huo ukiongozwa na Mheshimiwa Sheha, na wasimamizi wetu wapo, mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba na mkuu wa wilaya ya Micheweni watatusimamia katika hili, tuhakikishe kwamba maeneo yote ambayo tunaishi yataendelea kubaki kuwa salama. Sasa nitoe wito, tulipokee vizuri hili, tuhakikishe kwamba maeneo yetu kila Jumamosi ya wiki tunakuja kufanya usafi, na kupitia uratibu wa halmashauri ya wilaya ya Micheweni kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, iwe ni Jumamosi iwe ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, tutakuja kuungana pamoja kupitia shehia zetu zote ambazo ziko katika wilaya yetu, shehia 25. Tutakuwa tunapishana, tunakuja kwenye shehia moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba suala la usafi linaimarika. Kwa hili naomba mlipokee. Mkianza nyinyi, basi yale changamoto zetu zote ambazo zipo, tuamini kabisa kwamba changamoto hizo zitafanyaje? Zitaondoka. Sambamba na mambo mengine ni kwamba tunajua kuna changamoto za vifaa vya usafi. Mimi kama mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Micheweni hili nalichukua, na tutahakikisha pale ambapo mnahisi mnataka kufanya usafi wenu wa mwisho wa wiki, naomba Mheshimiwa Sheha tuwasiliane na mtu wetu wa afya, afisa wa afya wa halmashauri, kwa ajili ya kuweza kupata vifaa hivyo, tuendelee na usafi. Isiwe sababu kwamba eti hatufanyi usafi kwa sababu hatuna vifaa. Kila Jumamosi ya mwisho ya wiki, maana tutakuwa tunafanya usafi, na vifaa hivyo vitapatikana pale halmashauri tukichanganya na vifaa vyetu ambavyo tunavyo, ili mradi kwamba suala la usafi, ili swala ni swala la nchi. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba swala hili ni swala la nchi. Sio swala la sheha wa shehia ya Mtemani, sio swala la mkurugenzi, sio swala la mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Hili ni swala la nchi. Kama tunakumbuka kwamba rais wetu kipenzi Dr. Hussein Ali Mwinyi
na Dr. Samia Suluhu Hassan waliazimisha suala la usafi la kila mwisho wa mwezi. Lengo na madhumuni ni kwamba wananchi, wafanyabiashara na vikundi mbalimbali vya kijamii tutaungana pamoja kwa kila wiki kuhakikisha tunafanya usafi. Sasa suala lile tusilibezeri tukasema kwamba hili ni suala la Dr. Samia Suluhu Hassan la Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hapana, hili suala ni la kwetu sote. Sasa mimi kama mkurugenzi nachukua jukumu hili la kwamba tutaendeleza utaratibu huu kwa sasa kuhakikisha kwamba changamoto zote zilizokuwepo ambazo zinaambatana na masuala mazima ya usafi wa mazingira pamoja na mambo mengine, basi haya naahidi kwamba tutayasimamia kwa pamoja, na nitaomba sana ushirikiano wenu wa hali na mali kuhakikisha kwamba muda wote ambapo tutakuwa tuna changamoto za hapa na pale tutakuwa tunawasilisha ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini kabla ya kufika huko, Mheshimiwa Sheikh hayupo. Kama tunavyoona siku ya leo tumeadhimisha maadhimisho haya kufanya usafi pamoja kama ni mpango wa kitaifa wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuweza kuimarisha mazingira yetu, lakini pia kutokomeza maradhi mbalimbali ya milipuko ikiwemo matumbo ya kuharisha. Kama tunavyofahamu kwamba kwa sasa tupo katika kipindi ambacho ni kipindi cha mvua, ambacho mara nyingi yakitokezea kipindi cha mvua basi maradhi mbalimbali huibuka na kuongezeka katika standard ambayo ilikuwa ipo na baadaye kupanda na kufikia katika viwango vya juu. Kwa mantiki hiyo, ofisi ya halmashauri ya wilaya Micheweni siku ya leo imejitolea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuungana na wananchi wa shehia ya Mtemani kwa ajili ya kufanya usafi wa pamoja. Na huu ni utaratibu ambao ulikuwa upo na tutaendelea kuwa nao kadri siku zinavyoendelea, ili mradi tuhakikishe kwamba wananchi wanaishi katika mazingira safi na salama, lakini pia wanaishi kwa amani. Na kwa nini ofisi ya halmashauri iliamua kufanya usafi huu wa pamoja katika shehia hii ya Mtemani? Kama tunavyofahamu kwamba kwa sasa nchi nzima ya Zanzibar tunaendelea kupambana na matumbo ya kuharisha ambao tunasema ni uharo mkali au uharo mrefu. Na kwa bahati mbaya sana ndani ya maeneo yetu haya ambao kwa tumeamua kwa siku ya leo kuja kufanya huu usafi, maana tayari jamii imepata athari ya haya maradhi ya kuharisha, ya uharo mrefu na uharo mkali. Kwa hiyo inshallah tupo kwa pamoja kuhakikisha kwamba jambo letu hili tunakwenda nalo vizuri ili kuwaweka salama wananchi wetu wa shehia ya Mtemani, Njuguni, Mapofu, lakini na shehia zote 25 ambazo zimezunguka ndani ya wilaya yetu hii ya wilaya ya Micheweni. Kwanza ningependa nitoe ushauri kwa wananchi kuhusu swala la kwanza kuhusiana na Pampers, kwa sababu tumeona uchafu mwingi unahusiana na Pampers, na kama tunavyojua Pampers zina kinyesi na kinyesi ndio chanzo kikubwa cha haya matumbo ya kuhara. Kwa ningependa niwaombe kina mama, tunapowavisha watoto wetu Pampers na kuwavua, basi tuwe na uhifadhi mzuri, kama sivyo kuzifukia kabisa zisionekane. Lakini jambo la pili ni namna ya kuyatibu maji. Pia tunaona kama maji ni chanzo kikubwa cha haya matatizo. Kwa mimi ningependa mamlaka husika zinazohusika na masuala watoe water guard kwa jamii, ili jamii waweze kutibu maji yao kabla ya kunywa. Asante kwa ambaye naishi katika shehia ya Mtemani. Tunatoa shukrani zetu kwa dhati ya halmashauri ambayo imeandaa tafrija fulani au shukrani fulani au maendeleo fulani juu ya kutatua tatizo hili la usafi. Na hii imetokana na changamoto ambayo ipo kulingana na maradhi ya mlipuko yaliyopo katika shehia hii. Na usafi sio lazima kutokee jambo fulani la kushtusha, ila usafi ni kitu ambacho kinahitajika wakati wote kwa mwananchi wa kawaida na kiongozi na mtu yeyote aliyepo katika eneo lake husika. Sio lazima kuwe na tatizo au changamoto kwa sasa. Hii imeonekana kwamba ni kitu cha lazima kwa wananchi, pia na serikali tunaipa shukrani zetu za dhati kabisa kulingana na hili andao au tukio ambalo tumefanyia kama wananchi wao. Tunahisi kwamba wametufanyia jambo zuri na kutuhamasisha ili tuendelee na usafi katika shehia yetu na shehia jirani, kuhamasisha zaidi. Usafi ni kitu muhimu duniani.
Usafi hategemei mtu kwa lazima fulani ajanifanyia. Usafi unataka mwenyewe ufanye na jitihada yako, na ndio maana ikawa maradhi mengi duniani yanasababishwa na uchafu. Sasa unapofanya usafi, basi kwa mambo mengi yanakuwa yanakwepa. Sasa unapojitahidi usafi, basi Mungu anakujalia na wewe mwenyewe, inakuwa ni jitihada yako wewe mwenyewe. Na ndio maana mara nyingi sana maradhi yanatoka yanapoingia kwenye mtaa. Basi kama unakuwa kuna uchafu, inakuwa yanaripuka moto, yanaripuka moto katika mitaa.